Sasa nimwombe Mungu kwa ajili ya ujumbe huu. Mwokozi Yesu, na kushukuru watu wako Mungu, tumeketi tena kama mtu mmoja, tupo tayari kukusikia ukisema nasi. Na Baba, wapo wanawake, wapo wanaume, na wao tumesema ni watumishi wako. Katika Matendo 2 kuanzia 17-18 umesema watumishi wako wa kiume na wa kike. Asante kwa sababu tumeketi kama watumishi wako. Zungumza na sisi na watumwa wako tunasikia. Na Baba, tuko tayari kuyatii maagizo yako. Tuelekeze vile upendavyo, tujaze maarifa katika kukufanyia ibada, katika kukuabudu, katika kukusifu, ili tuone ibada zetu zikiwa ni ibada unazozikubali na kuzipokea. Katika jina la Yesu, uchovu na ulegevu na udhaifu ukaondolewe na kutupwa mbali, lakini watu wako wakainuke, wakatoke mahali hapa wakiwa wamejazwa uhodari mkuu, katika jina la Yesu, amen. Ndio tuende pamoja sasa. Tutajifunza somo la leo, agizo. Tujifunza somo linalosema agizo la kumfanyia Mungu ibada. Agizo la kumfanyia Mungu ibada. Nataka tuangalie agizo la kumfanyia Mungu ibada kwa sababu kadhaa hivi ambazo tutazigundua hapa wakati tunaendelea na somo. Agizo la kumfanyia Mungu ibada, na sio tu kumfanyia Mungu ibada, lakini kumtumikia. Wakati wote katika ibada zote tunazomfanyia Mungu huambatana na utumishi. Ndio maana utaona ili iwe ibada ni mambo yale yote ambayo tumeyafanya mpaka kufikia wakati wa neno. Haya yote yanakamilisha ibada. Amen. Lakini Mungu alizungumza na Musa maneno fulani magumu kueleweka kwa wanadamu. Alimwambia Musa wakati anamtuma kwenda katika taifa lile la Misri kuwatoa wana wa Israeli katika utumwa, akasema, wewe Musa, nitakufanya kuwa Mungu katikati ya watu hao, nitakufanya kuwa Mungu. Sasa za Kiswahili hizi zinasema kuwa kama Mungu, lakini Biblia nyingi za Kiingereza zinasema nitakufanya kuwa Mungu. Alafu huyu ndugu yako Haruni atasimama kama nabii wako. Maana watumishi wa Mungu nyakati za Agano la Kale walikuwa pamoja na wengine hawa wote waliotumika kunena neno la Mungu, walikuwa ni manabii. Hawa ndio walioonya, hawa ndio walioelekeza, hawa ndio waliotoa tahadhari, hawa ndio waliosema kuna amani. Amen. Kwa hiyo ndio maana Biblia inasema manabii waliitwa vinywa vya Mungu, ama waliitwa kinywa cha Mungu. Sasa nataka nikupe picha kidogo ya hili andiko ambalo tunakwenda kulisoma katika Kutoka sura ile ya 7. Kutoka sura ile ya 7, nataka ulione kwa nini Mungu anamfanya Musa awe kama Mungu, asimame badala ya Mungu, alafu huyu awe nabii. Kwa sababu Mungu alimuhitaji nabii wa kwenda kufikisha ujumbe. Kwa hiyo kama Musa anasimama kama Mungu, basi Musa anahitaji nabii ambaye atafafanua hayo ambayo Mungu ameyazungumza. Amen. Kupitia kinywa cha Musa. Utaangalia sasa Kutoka sura ya 7 mstari wa 1 hadi mstari wa 2. Tuone, pasome hapo kwa haraka mtu wa Mungu. Tuone Biblia inasemaje hapa, alafu tujue anasema nini sasa kwa wana wa Israeli. Mstari wa 1 na wa 2 inasemaje? Tasoma.
Bwana akamwambia Musa, angalia, nimekufanya wewe kuwa kama Mungu kwa Farao, na huyo ndugu yako Haruni atakuwa nabii wako. Ndiyo. Mstari wa 2. Utanena hayo yote ni kuagizayo, na ndugu yako Haruni atanena na Farao, ili awape wana wa Israeli ruhusa watoke nchi yake. Haleluya. Tumeona hapo maandiko yanapoweka vitu viwili Sasa nataka ujue, na hili kanisa la mitume vile vile, kanisa la Agano Jipya walijua kanuni hii, kwamba yeyote aliyeitwa na Mungu, yeyote ambaye amepakwa na mafuta na Mungu, amewekwa wakfu kwa ajili ya kazi ya Mungu, huyo alimuwakilisha Mungu, alisimama badala ya Mungu. Yaani anaposimama walijua Mungu amesimama, anapozungumza walijua Mungu anazungumza, wanapolipokea neno walijua ni neno halisi linalotoka katika kinywa cha Mungu, ingawa mwanadamu anazungumza. Mnanielewa vizuri, watu wa Mungu? Sasa maneno haya maana yake sasa, ambayo Musa anakwenda kuzungumza na Farao, iwe kupitia huyu nabii, maana yake ni Mungu moja kwa moja anazungumza na Farao. Unanielewa? Sasa sikiliza maneno sasa haya. Anataka awaambie wana wa Israeli waondoke katika nchi ya Misri kwenda Kanani. Sasa anapotaka kuambia hayo maneno, maagizo ya pili anasema wakitoka waende wakanitumikie mimi, waende wakaniabudu mimi, waende wakafanye mapenzi yangu. Hawa wako nchi ya utumwa, wamekaa miaka 430, wote akina Musa hawa wamezaliwa huko huko. Sasa wameishi miaka mingi, maana Musa anaitwa hapa ana miaka 80 kama nakumbuka vizuri, 80. Akafanya kazi miaka 40, alikufa akiwa na miaka 120 kwa historia ya Biblia. Sasa katika mazingira haya hajui hata Mungu ni nani. Anaambiwa nenda kawaambie wazee, watakuwa ni historia hiyo katika mji wa Gosheni ambako walikuweko. Hawajui namna kumtumikia Mungu, hawajui yaliyo mapenzi ya Mungu. Wanatakiwa kutoka waende wakamtumikie Mungu. Walichotakiwa kutii wao ni kwenda kulipeleka neno, na wanapoachiwa ni kwenda jangwani. Maelekezo ya kumtumikia Mungu ni Mungu mwenyewe anayatoa. Haleluya. Ndiyo. Angalia Biblia yako hapo. Nafikiri hatutasoma, tutakuwa tunakwenda angalau kidogo haraka ili uweze tuweze kufikia angalau maeneo fulani hivi. Biblia inasema kwenye kitabu kile cha Kutoka, sura zinazofuata hapo. Nataka tuende sura zinazofuata hapo, sura ya 8 mstari wa kwanza. Sura ya 8 mstari wa kwanza. Utaandika pia 9 hiyo Kutoka. Yaani Kutoka sura ya 8 mstari wa kwanza, alafu Kutoka 9 mstari wa kwanza. Maandiko hayo yanazungumza kwamba watoke waende wakamtumikie. Ilikuwa ni agizo la pili. Sasa tunaona wanaondoka wanaenda kumtumikia Mungu, ambaye kama nilivyotangulia kusema hawajui wanamtumikiaje. Amen. Hawajui wanamtumikiaje. Sasa sikiliza ambacho ndo kichwa chetu cha somo la leo, maelekezo ya namna ya kumtumikia baada ya kutoka. Twende Kumbukumbu la Torati, msomaji. Sura 12 mstari wa 5 tutasoma hadi wa 6. Tusome misali miwili hapo kwa sababu kuna vitu tunataka tujulishane hapo. Maelekezo ya kwenda kumtumikia Mungu sasa tunayapata hapo, na ilikuwa ni hatua ya kwanza kabisa. Kumbukumbu la Torati sura ya 12. Tasoma Kumbukumbu la Torati 12 mstari wa 5. Ndiyo. Lakini mahali atakapochagua Bwana Mungu wenu katika kabila zenu zote, apaweke jina lake, maana ni makao yake. Elekezeni nyuso zenu hapo, nawe uende huko. Pelekeni huko sadaka zenu za kuteketezwa na dhabihu zenu na zaka zenu,
na sadaka ya kuinuliwa ya mikono yenu, na nadhiri zenu, na sadaka zenu za hiari, na wazaliwa wa kwanza wa makundi yenu ya ng'ombe na ya kondoo. Ndiyo. Na huko mtakula mbele za Bwana Mungu wenu, nanyi furahini katika yote mtakayotia mikono yenu, ninyi na wa nyumbani mwenu. Sawa. Tunaona hapo Mungu anatoa maelekezo ya namna kufanya ibada sasa. Anasema ninyi nyote, mahali ambapo Bwana atapachagua, atakapoweka kuwa makao yake, ama atakapoweka nyumba yake. Maandiko mengine mengi yanazungumza hivyo. Katika nyumba ya Bwana hapo watu watakusanyika, watakwenda hapo na familia zao, watatoa matoleo mbalimbali, watakula na kufurahi. Ni mahali ambapo Mungu anaachilia baraka. Lakini kuna maneno sasa ambayo yanatupa uchambuzi kidogo. Nanyi mtaenda huko, anasema elekezeni nyuso zenu, nanyi mtaenda huko. Katika neno hili mtaenda huko ambalo limetumika hapa katika sawa, kumbe nafika hii mic. Hayo maneno nanyi mtaenda huko, kwa ufupi katika tafsiri mbalimbali, lakini nikawa nimechukua tafsiri moja hapa kwa sababu kuna kitu kilichofichika kidogo hapa kwenye andiko hili. Neno hili nawe uende huko, katika Biblia ya Kiingereza mojawapo ambayo nimechukua tafsiri yake hapa, ya tafsiri ya New International Version. New International Version, hiyo tafsiri inasema to the place you must go. To the place you must go, ambapo ina tafsiri neno hilo, tafsiri yake tungesema mahali hapo ni lazima uende. Hilo neno must linatupa lazima. You must go, ni lazima uende. Ambapo sasa tafsiri kidogo hii ya Union Version ya mwaka 52 ambayo tunaisoma na zingine hizi hazijaliweka neno hili huo ulazima. Ni lazima uende. Manake nini sasa? Kuna vitu nataka uone vilivyofichika hapo. Ni lazima uende. Ni maagizo ya Mungu kwamba ni lazima tuende nyumbani mwake. Yaani mahali atakapopachagua lazima tuende hapo tukafanya ibada na kufanya matoleo yote, si ndio? Sasa linapokuwa ni agizo, ndugu zangu, linapokuwa ni agizo, yaani linakulazimu kulifanya, maana ni agizo. Tafsiri nyingine, linapokuwa ni agizo, manake ni sheria. Usipotii maagizo unakuwa kinyume na maagizo. Usipotii agizo, lile agizo kwa kawaida linakuwa ni sheria. Na inapokuwa sheria katika lugha za kitaalamu, usipoifanya sheria, nini kinafuata? Ni adhabu, si ndio? Ndio. Kinachofuata ukiivunja sheria ni adhabu. Kwa maana yake nini sasa? Ninachotaka kukutazamisha hapa, ambacho kimekuwa ni kawaida sana kwa watu, kutokufanya ibada, kutokutii kwenda katika ibada, maana yake ni kuvunja sheria, ni kuiasi sheria, ni kuyaasi maagizo ya Mungu, ni kushindana na maagizo ya Mungu. Na kama ni kushindana na maagizo ya Mungu, hapo sasa sio utakatifu, manake kinyume chake ni dhambi. Amen. Amen, watu wa Mungu. Nataka uone, kwa sababu ibada tunafanya kila wiki, na watu wanaweza kuchagua kufanya ama kutokufanya. Kwa nataka nikutazamisha kitu fulani uone uzito wake. Ingawa sisi wa Agano Jipya tumechukulia kawaida sana.
Lakini tukiwa tunaangalia hayo maagizo, ni vizuri tupige hatua tena, vizuri tupige hatua ili tuweze kufahamu kitu kingine hapo ambacho kimefichika. Twende tumalizie na andiko mojawapo hapo, Waebrania. Unaweza ukalinganisha na andiko hili la Waebrania, andiko la Waebrania. Hatutasoma hapo, lakini tutasoma kumbukumbu. Nataka uandike maandiko yote mawili. Waebrania 10 mstari wa 24 hadi 25. Waebrania 10 24 hadi 25. Lakini mpendo wangu msomaji, nataka utupe picha kidogo hiki nacho kitafsiri kwenye Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa kwanza hadi wa 3, nafikiri hapo. Tuone, twende hapo. Mmeshaandika hiyo Waebrania? Tunakwenda chap kidogo ili tutembee na wakati. Kuna vitu tuweze kuviangalia hapo kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Maagizo usipoyatekeleza, nini hasa ambacho huwa kinafuata? Kwa sababu tunatakiwa kutafsiri Biblia kwa namna ile ambayo Mungu alikusudia kwamba tujifunze. 28 mstari wa kwanza hapo tunaweza tukaangalia hapo. Kwanza hapo neno la Mungu kwenye Waebrania linasema msiache kukusanyika, si ndio? Msiache kukusanyika. Manake unapoacha kukusanyika, anasema msiache kukusanyika. Tena anasema kadiri mnavyoona zile siku zinakaribia, mnapokusanyika mfanye nini? Anasema kuonyana. Na kimsingi anayetuonya anakuwa ni Mungu mwenyewe kupitia neno lake. Amen. Sasa msiache, unapoacha liko tatizo. Neno tatizo ndio nataka uliangalie kwa mujibu wa tafsiri ya Biblia. Twende pale sasa, Kumbukumbu la Torati sura ile 28 mstari wa kwanza na wa 3 mpaka wa 3 hapo. Tasoma. Itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya duniani. Na baraka hizi zote zitakujiria na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Utabarikiwa mjini, utabarikiwa na mashambani. Amen. Hapa tunaona itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako, sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo. Kuyatunza nini? Maagizo yote. Anasema kuyatunza maagizo yake yote ni kuagizayo. Mimi nilikuwa kwenye point ya maagizo. Ukiyatunza maagizo anayokuagiza, anasema kumbe kunaambatana na baraka. Amen. Kunaambatana na baraka kwenye maagizo.